kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mkia mara kwanza bwana anachungulia wa mwisho. Maana ametoka kwenye shule za kada za Kayumba huko, sasa anaenda kwenye hili mshindi hapo darasa la 5. Anaenda mtani na ufuata wa mwisho. Lakini hicho ni kama hakwenda shule bila kusema kama baba mwekee mkono. Na mimi sikumkatia tamaa. Kaambia dogo utafika. Amen. Dogo utafika dogo. Akaanza kwa darasa la 12 siku 12 siku 14 akaanza 19 akaanza kupangwa moja baada ya mwingine. Amina. Akampangwa wa mwezi wa 10 akakaa kwenye 18 sasa. Kampangwa mmoja kaambia dogo na wewe. Unaweza. Akatoka tena akapangwa 15. Akatoka akapangwa na mwingine. Yaani siku zilivyoendelea kazini kuwavuta nyuma. Siku inaanzia leo kuwapangua waliokuwa wamekushinda. Nasema tena waliokaa kwenye nafasi yako tunaenda kuwasukumilia habari. Nabii mtaka kimbele siku ya kumaliza sasa kwa 7. Na yule siku ya mtu inaenda kubadilika leo katika jina la Yesu. Sema wakati alikuwepo. Wakasema tunasema 10 bora. Wakataja kuanzia wa 10 mpaka wa 7. Nikaona Danieli hayupo. Sema yale. Nimemwalika msemo Ngata, nimemwalika Tumaini na mwingine. Wasema sasa imebaki 3. Maana mimi ndo tutakuwa 3. Sikuwa ndogo. Matumaini ya kuwa na 3 bwana. Akasema hapa sasa cha ajabu ni hiki. Tunaanza yule wa 3 akatajwa binti. Akasema tuanze namba 2 akatajwa mdada tena. Vijana wakiwa kaanza kwenda chooni haraka. Nikashangaa sasa namba 1 aliongoza shule nzima Danieli Peter Kangala. Usimkatie tamaa mwanao. Mtie moyo. Mwambie umeleta masikio sawa, lakini haya masikio na ya pruni we sifuri, halafu naiweka moja. Yesu aanzie kutenda muujiza hapo. Yata form miongoni wamepata A nzuri na ndio alikuwa. Pale Veneza. Wapendwa, tuishi kwa shauri letu wenyewe. Tunaishi kwa ajili ya Bwana. Tunaishi kumpa Mungu utukufu. Na nawaambia watoto wa kanisa hili, nawasubiri wale form 6 nataka niwape swali za siku, wameshaenda jeshini, wameshaenda bado. Basi mniletee mapema niwape zawadi. Wasigome waende miaka 3 sio mbali. Sawa eh? Huyu jamaa nimekwambia kuna mara 30 alikataliwa, mara 20 akawa ndio peke yake, 20 akabaki peke yake. Lakini unasema ndosi chuo kikubwa kule, ninafahamu jina kule Marekani kinachotambulika sana, kwa nini umesamuliza mke wako msubiri naye kama huyu mwenyewe kinaitwaje? Wameshasema semeni kwa nguvu. Aliapply mara 10 kujiunga na hicho chuo, lakini akashindwa bado. Kushindwa kufikia ndoto kwa wakati wako isikuvunje moyo. Kuna majira ambayo Mungu anaanzia hapo. Inawezekana ulifanya darasani, ulipishana na mwalimu na yeye unatoka. Na ukatoka una hata 100. Lakini sio kufeli maisha. Unanielewa? Unaweza kutoboa kwa kuuza mkaa. Ndio maana lazima una kitu cha kufanya. Unaweza ukatoboa kwa kuanzia tu kanasa ni kadogo ka shule pale. Unaweza ukatoboa. Yeye maticha mnanielewa? Ile mnalinga tu vingwa mgongo vyenu. Lakini hata baada ya vingwa mgongo mje kuna maisha mengine. Na msisubiri mzeke ndio mwanze maisha mengine. Unacheza kote. Kote 9 11 au 3. Kwenye mpira. 7. Naifanya kama mbibi ile. 6. Ndio nasema 10 kiungo wakati. Kuna namba ambayo yenyewe ukiiweka kote kote, anataka kupiga na kushoto, anataka kupiga na kulia, anazunguka kila mahali. Yeye anafunga, yeye anazuia magoli. Sulusi kama magoli.
magoli yaingie kwako kwako, unashindwa, uwezi. Unaweza. Namaliza, unaweza. Kitabu kile andika, tutasoma kwa wakati wako, maana nipanga nimalize mapema. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6:11-23. Mambo ya kuzingatia. Jambo la msingi, kabla hujamwamini Mungu, kwanza jiamini wewe mwenyewe. Yeremia 1, Yoshua 1 anasema uwe hodari na moyo mkuu, jiamini. Bwana pesi. Jambo la pili, muamini Mungu kwamba anaweza kufanya kupitia wewe. Anaweza badilisha historia kupitia Elisha. Kama vizuri Elisha. Tatizo la waimbaji wengine sio la kiroho. Kama Lukadia, zile nyimbo kwani muone amekufa. Toa nyingine. Akiimba kiona hamjautoa wimbo, ndio maana sasa tunapata wachungaji waimbaji wengi wachungaji. Wanahama kwenye uimbaji. Anaweza labda kwenye uchungaji kuna nafuu wewe. Bali popote unapomtumikia Mungu pana neema ya kutosha. Unatoa kwa ajili wetu wengine, iko neema ya kupokea kutoka kwa Bwana mingi zaidi unavyotoa. Unamwimbia Bwana, umwambie nipe tu wimbo wenye upako zaidi niliotunga juzi. Nipe wimbo wenye mafuta zaidi ya juzi. Lakini ukubali kulipa gharama. Andika hiyo. Mwenye kushikilia ndoto zake lazima kubali kulipa gharama. Na kama kuna jambo la msingi, andika, ondoa aibu. Saa 2 naiona ile na dakika 35. Ondoa aibu. Isipotimia itakuwaje? Umeaminiwa? Halo? Amen. Nanyi wanawake wenye ndoa, watini umezenu kwamba inawezekana. Usianze kwamba mfunjaji wa kwanza kama mke wa Ayubu. Kufuru Mungu tu. Sasa Mungu angalia anafanya nini? Samefanya kwa Selina, samefanya kwa Mwakajoka, samefanya kwa Swali, satafanya na kwako. Amen. Kwenye ndoa tusivunjane moyo. Tutiane moyo. Mkako kuambia kama nenda katafute kazi, kachakalike, nenda, amekutamkia neno huyo mama. Halo? Amen. Akikwambia unaona tufanyeje mume wangu 1 2 3, msikilize. Bwana ta Musa alimwambia nani? Ibrahim. Msikilize nani? Keo. Sala. Wewe umpenda mwenyewe. Kwa nafasi wewe mbele mke wako akushauri pia. Tena Yesu anasema mkiwakorofisha maombi yenu hata mkiomba yajibiwi. Haleluya. Jambo lingine, usiruhusu mazingira yasimame badala ya neno la Mungu. Yeremia 1:12 nasema ninaliangalia neno langu naweza kulitimiza. Mazingira yanakatisha tamaa. Mazingira yanatuambia kuna kutaka tufike hatufiki. Sema amen. Amen. Na jambo lingine nimeandika hapa ili kuombea. Usiruhusu kushindwa kwako kwa juzi na jana iwe fimbo ya kufilisha kwa unakotaka kwenda. Yaani usiruhusu kufeli kwako kwa juzi, kutotimia ndoto yako kwa mwaka uliopita kugaili. Labda Mungu akwambia acha hiyo kitu. Lakini uking'ang'ania, unajua sema Yakobo akafanya nini? Sema kashindana na Mungu. Akang'ang'ana juu ya kilichokuwa amekiona. Akilitimia katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Na la mwisho ni hili, Mungu akuinulie mtu au watu watakao tayari kusukuma ndoto yako iende mbele. Haleluya. Amen. Tunahitaji watu wapendwa. Tunahitaji nini? Watu. Mungu anatumia watu. Aliyekuja kumzika jana mama yetu, mama wa askofu, alitoka Tanga. Askofu alikuwa Asandelami Mkia. Yes, Mkia, si ndugu yenu.
ametoka Tanga, ananipenda kwa maana kweli. Na nilala mahali fulani nimepumzika, kaambia mimi siwezi kusumbua mzee, asubuhi pumzika, maana nimetoka Arusha kwa Dr. All Source Arusha kuhubiri Pentecost. Akaunganisha, nilipigia simu kwa ofisini juzi, kaambia unaondokaje Kangalao? Watu wasema sikuwa naondoka na familia ya section sina nini, nikaambia mimi siondoke nayo gari. Mmoja mbili tutaenda tuna basi, naenda na basi. Kwa akafight ile aende kule ni Mafinga. Akasema Mbwilo ni mwalimu wangu. Mbwilo ni askofu. So Asante Rabbi askofu yeye anasimama kwenye kanda ya kwetu. Wana na maaskofu karibu 10 wako chini yake. Sasa nataka kusema nini? Huwezi kuwa umefiwa afu jisikie mwenyewe mtu wako. Kwa hiyo bidi yule askofu aje aendeshe ibada. Askofu wengi kuwepo zaidi ya 10. Waangalizi wa kutosha, wachungaji kama 30. Unahitaji mtu ambaye anaweza kukuinua wakati ambapo wewe huwezi. Ulipogota kufikiri mtu akwambia hapa mimi nipita 1, 2, 3, 4, 5. Unahisi nikienda na mtu fulani utafikisha ndoto zako. Anatuambia hivi, ukitaka kufika kwa haraka nenda peke yako. Ukitaka ufike mbali nenda na mtu mwingine. Simama kwa miguu yako. Anataka kufika mbali. Kila mtu umeandaliwa na Mungu mambo makubwa. Usimwangushe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usimwangushe Mungu. Wewe unategemewa na Mungu. Halo. Naona mikono yenu ikiwa imebarikiwa. Naona mikono yenu ikiwa imeshika vitu vizito vya maana. Kweli. Acheni kujikatia tamaa mapema. Na usiache kuombea ndoto yako. Anasema inawapasa kumwomba Mungu na msikate tamaa. Hapa sihitaji kwamba mtu fulani aje, ila wote tunahitaji kumwambia Mungu tunataka kupeleke viwango vingine. Kupeleke hatua nyingine. Kwa tujisemesha siku hadi siku. Ni jambo baya mzazi kumzika mtoto. Iko heshima kama ile ya jana. Mtoto kumzika nani? Mzazi, baba yake. Na of course ile mama naye amekula miaka, karibu amekula miaka 85, 86. Ameacha wajukuu karibu 30 na ameacha mpaka vilembwe. Tunaona wakati mwingine mtu mmoja akasema hivi, katika eneo duniani waliojaa maprofesa, waliojaa madokta, waliojaa mainjinia, kama tulie, sifanye jambo lingine sahihi. Waliojaa matajiri waliotegemewa. Wewe kama usome toka Israeli tunaona zinawaka. Huyu jamaa alijaribisha mara chungu mzima. Ile anataka anatamani mara ya mwisho au kawaka. Akasema mahali matajiri wapo anakaa. Nenda ni makaburini. Watu wamekufa na ndoto zao. Watu wamekufa bila kufikia hatima waliokusudiwa na Mungu. Naitwa watu wachache wanataka kuokoka waje hapa mbele, wakati wengine tunainua mikono yetu. Tutamwabudu Mungu, tutamwambia Mungu nisaidie. Nisilizike na mahali nimefika. Nisilizike na kipato ninachokipata. Ni kweli umeuzwa kama Yusufu. Ni kweli umesingiziwa kama Yusufu kwa Potifa. Ni kweli uko gerezani, hiyo ni kweli uko gerezani. Lakini hatua zote hizi Mungu hakumwacha Yusufu. Mwisho wa yote tunamwona Yusufu ni mtu mwingine. Sema amen. Unahitaji kuokoka, njoo hapa mbele. Mikono yako chini. Kama kuna mtu njoo, rafiki yangu, njoo, mzee wa kanisa, mzee Mwangaji. Kuna mtu mwingine anataka kuokoka, njoo. Geukia huko madhabahu. Manake Betha amela kugezeka. Aneti sasa unaenda hapo. Wewe mheshimiwa sukae karibu. Anatengeneza njia.
wamejiapisha, utashinda, utashinda katika jina la Yesu. Nitakuwa pamoja nao, nao utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Mungu akupe uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Anza kuomba saa hii, mwambie Mungu, nipe uwezo wa kufanya vitu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio mikono yako tu inaibariki, mikono ya kuomba wewe mwenyewe binafsi. Mwambie Mungu, uko pamoja na ninapoingia, unatembea pamoja na mimi. Tunatamani heshima zetu, tunatamani heshima kupitia watoto wetu, tunatamani heshima kupitia washirika, katika jina la Yesu. Mikono ishike vitu, hiyo mikono ishike vitu, katika jina la Yesu. Mtakusudia mambo yatatokea, katika jina la Yesu. Nisaidie kuomba, sio vitu kwa mimi yako mwenyewe. Nisaidie kuomba katika jina la Yesu. Tunahitaji Bwana niuliza tubarikie. Tunahitaji Bwana niuliza tubarikie. Tunahitaji katika jina la Yesu. Na unapoondoka mahali hapa, ondoka kwenye umebarikiwa. Ondoka kwenye umebarikiwa. Kuna neema ya Bwana juu yako. 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 Kuna neema ya Bwana kwenye mikono. Kuna neema ya Bwana kwenye mikono. Wanasema utawapiga Wamidiani. Utawapiga Wamidiani. Kama alizuia. Kama alizuia baraka zetu. Kama alizuia baraka zetu. Utawapiga kwa jina la Yesu. Utawapiga kwa jina la Yesu. Utawapiga kwa jina la Yesu. Hiyo mikono na ibariki kwa jina la Yesu. Nitamkie, nitamkie. Nitamkie, nitamkie. Nitamkie kwa jina la Yesu. Nitamkie kwa jina la Yesu. Nitamkie kwa jina la Yesu. Nitamkie mambo makubwa. Nitamkie mambo makubwa kwenye ndoto zako, kwenye maono yako, kwenye maono yako, kwenye maono yako. Bwana akufanikishe. Bwana akufanikishe. Afanikishe njia zako. Afanikishe njia zako. Afanikishe njia zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Afanikishe. 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 Kwa kinywa chako. Kwa kinywa chako. Mwambie Bwana nifanikishe. Mwambie Bwana nifanikishe. Mwambie Bwana nifanikishe. Viwango vingine. Viwango vingine. Viwango vingine. Viwango vingine. Usitaka kujitamkia. Usitaka kujitamkia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakupa wepesi. Hakupa wepesi. Hakupa wepesi. Hakupa wepesi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
anasema mambo mengi yanaanzia kichwani nakuja moyoni. Ombea ufahamu wako. Najua kwa wale unapopitia nyakati ngumu, ufahamu unachoka. Na kama kuna kitu ambacho anachokifanya tusifikie kwenye hatima yetu, anaiba ufahamu wetu, anauchosha ufahamu wetu, anajaza mambo. Weka mkono kichwani kwako, babangu unashika kuti wewe, weka mkono kichwani kwako, uko mbele hapo, weka mkono kichwani kwako. Ufahamu wako, ufahamu kipona, ufahamu kipona, ufahamu kipona wanadamu, ufahamu kipona wanadamu. Unafika mbali, unafika mbali, unafika mbali katika jina la Yesu, unafika mbali katika jina la Yesu, unafika mbali katika jina la Yesu, unafika mbali katika jina la Yesu. Bwana wabarikie, Bwana wape maono mapya, na Bwana wape mipango mipya, na Bwana wape kustawi, na Bwana wape kustawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana akupe kustawi, Bwana akupe kustawi, Bwana akupe kustawi, Bwana akupe kustawi. Asante. Endelea kutushika mikono yako hivyo. Kisha Bwana akanena na Musa, kisha Bwana akanena na kangalawe kumwambia, nena na Haruni na wana wa Galilaya, waambie, hivi ndivyo mtakavyo wabarikia wana wa Galilaya. Bwana akubariki na kukulinda. Sema amen. Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Sema amen. Akufadhili nyakati zote, asubuhi, mchana na usiku. Sema amen. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani ya moyo katika jina la Yesu. Na Bwana akupe haja ya moyo wako kwa kadiri ya utajiri wake, sawasawa na kitabu kile cha Filipi. Mungu wangu awajazeni kila mnachohitaji katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wateule wa Bwana waseme amen. Amen. Pigia Yesu makofi mengi. Bwana amekubariki na Bwana amekuponya. Naomba uketi.